baba shop hawana taaluma ya massage, hawana elimu hiyo, wanaelekezwa YouTube. Mtu anambia bwana, angalia wanavyofanya YouTube. Akija na mimi kumpaka mtu mafuta au kumshika mtu kichwa, kumbe ni tofauti na hivyo. Lazima ujue mishipa, lazima ujue mtembeo ya damu, lazima ujue ngozi, lazima ujue huyu mtu ana tatizo gani. Kuna mtu ambaye anakuja mwili hauna tatizo, fikra ndio ina tatizo. Kwa usipompa nafasi ya kumsikiliza, utafika unamkanda kama chapati. Bwana. Kwa hiyo massage ni tiba, ni kinga, ni afya, lakini ni raha pia. Massage kwa mtu ambaye ana msongo wa mawazo, anahisi kutengwa. Unajua kuna watu, mfano unaweza kujikuta unafanya kipindi cha Love Patrol hapa, unazungumzia mapenzi, lakini changamoto unazokutana nazo ofisini zinakuumiza kuliko kawaida. Kila mfanyakazi anakuataki. Ukitoka karudi nyumbani, shemeji kama umeoa, shemeji anakuataki, rafiki zako anakuataki, mama, dada, ndugu wakikuomba hela hujatuma wanakuataki. Unajisi kutengwa, unajisi kutohitajika, unajisi wanahitaji vitu vyako tu lakini sio wewe. Kwa hiyo ile mawazo yanavyoendelea kuumiza, kama unatamani kujinyonga, yani kama kuna mtu anafikiria sasa hivi kwamba mimi nilipofikia hapa sasa nijinyonge, ama nilipofikia hapa sasa mimi nitoke ndani ya hili jiji niondoke, nitoke ndani ya mkoa niondoke, niende Nairobi, niende Mombasa. Nimwambie tu, unapokwenda nao wapo, yani utakutana wapangaji pasua kichwa kuliko ndugu zako. Utakutana na washikaji ni hatari kuliko kawaida. Kabla ya kwenda kule Njobu kwa massage. So kama mtu amefikia hiyo hatua, labda mahusiano yamekuwa ni changamoto, anapitia changamoto mbalimbali, anaona sasa hapa nilipofikia, basi niende tu sijui Mombasa, aje afanywe massage. Hata yule ambaye uwezo wake, mfano kwa wanaume na wanawake, amepoteza hamu ya tendo la ndoa, aje kwa massage. Kwa nini aje kwa massage? Sasa hapo vijana wako wamejifunza, wanajua namna ya utaratibu kama ulivyosema, mishipa, wanaelewa kila engo, ni professional tuseme. Wake katika kufuatilia hiyo massage uliyozungumzia ambayo ni tiba, kidogo wengi wanakuwa wanaiogopa, wakihisi tutaweza tukaenda vibaya na mtu. So mtu akifika pale, uhakika wa kupona upo. Mimi huwa nina kauli ya kwamba sisi tunatiba, sisi tunatibu, Mungu anaponya. Asilimia kubwa tunapata matokeo ambayo tunahitaji kibinadamu. Lakini kuna watu ambao wapone hata hospitali. Kwa hiyo nikikuhakikisha kwamba kila atakayefika pale atapona, nitakuwa sikuheshimu, siwaheshimu watazamaji na simheshimu Mungu pia. Kuna namna Mungu anaamua mtu awe hivi. Kuna namna Mungu anaamua mtu apooze. Mfano, mimi nina bibi yangu. Yupo ndani mwaka wa pili huu. Atoki na changamoto yake aoni. Sasa wakati ndugu zangu wanatoa mawazo kama tumpeleke Muhimbili na sisi BRT hospitali akafanywa operation ya macho, nikawauliza, ana miaka 89, mnataka aone nini? Ana miaka 89, mnataka aone nini macho hawahi kukiona? Kwa nini Mungu alimpa macho miaka 70 na 86 na 8, alafu sasa hivi miaka 1.5 2 akamnyima macho? Kuna vitu hataji kuviona. Kwa hiyo huyu mtu anamneneo kimpeleka hospitali, wakamfanyia operation, wakatoka aone, afu nikasema ile hospitali haitibwi, ni kwa sababu wamkujua kama yupo Mungu. Kwa hiyo sisi tunatibu, Mungu anaponya. Vizuri sana. Basi tumkaribishe mwingine, basi atupe hizo hatua mtu atakapofika, ni hatua gani zitaanza kufuatwa. Maana umemwambia kumbe na ushauri pale upo, bwana mzee fulani wewe ukae hivi, fulani ukae hivi, ambaye anatupa hizo hatua. Isogelee mic bwana. Huyo anaitwa Mr. Kabwiga. Mr. Kabwiga ametoa elimu kubwa hadi nimefunguka kichwa, kumbe massage iko hivi. Bwana amesogea hapa. Mlembo, mambo poa? Sauti yako sisikii. Poa. Sogelee mic kama mimi hivi, kama alivyokuwa amesogelea Mr. Kabwiga. Unaitwa nani? Aida Eric. Aida Eric. Ndio. Unaweza ukanifanyia massage nikiwa nimevaa nguo? Hapana, haiwezekani. Yaani tuna mteja akija, anaanza kama mapokezi, anakaribishwa. Wa mapokezi anaita wadada, wanakuja, anachagua ambao anaona anafaa kumhudumia.
Kisha mchagua, yani ambaye anakuwa amechaguliwa, anaenda naandaa mazingira, kuna chumba maalum. Anaenda naandaa mazingira, baadaye anafuata mteja wake, wanaenda kwenye chumbani. Anaanza anatoa shati ya juu. Hapa anakuwa na taulo. Taulo zinakuwa ziko 2. Ya mteja na unaomhudumia mdada. Anatoa shati ya juu, anatoa na suruali ya chini. Kwa afu anafunga taulo. Afu hapo ndo huduma hapo inaendelea. Ni vitu gani ambavyo inabidi uwe navyo sasa ili kama wewe ndo unaenda kumfanyia massage huyo mtu, inabidi uwe na vitu gani ambavyo vinahitajika? Tuanze na vifaa. Kwanza unaanza na shuka. Unakuwa na taulo ambazo ni 2. Alafu na mafuta. Ndio. Mafuta yana gani hayo? Kuna mafuta yani hapo special, yani special for massage. Ya massage. Kwa hiyo ndio ambayo yanatumika. Baada ya hapo mteja ndo amekuja hapo, mimi hapa nimetoa shati langu, nimefungwa tayari kwa massage. Kipi kinaanza sasa? Ni sehemu gani ambayo huwa inaanza kwenye massage ambayo inabidi uizingatie uanze nayo? Yoyote. Lakini sasa kuna mteja mwingine anakuja anasema uanze na mgongo. Yani maana anakuwa mgongo kwa yani sasa mteja anakuachia wewe mwenyewe. Kwa ndo unaanza na mgongo, unaanza kummassage. Taratibu zikoje mafuta yale? Yani tupe, yani tamani, yani hata msikilizaji anayesikiliza muda huu hata akitoka hapa akienda kumfanyia mpenzi wake massage aelewe kabisa. Tupe taratibu. Baada ya hapo unamlaza. Pale hapo kwanza nalala kifudifudi. Shela kifudifudi. Ile taulo sana kwa mfunga ile taulo kibunoni. Unachukua yale mafuta. Kuna vifaa fulani ambapo tunakia mafuta. Unachukua ile mafuta na mimina kwenye viganja vya mkono. Unapasha kwanza ili mikono iwe ya moto, sio mguse mikono yako iwe ya baridi, afu mteja anapoteza ile anatoka kwenye mood. Ndio. Kuna takiwa upashe mikono ili ukimgusa tu mwenyewe enjoy, asikie kama hapa nimeguswa na mikono. Sio kiubaridi, sio filiji, sio nini. Afu basi ndio anaendelea hiyo. Okay, kwa hiyo inabidi kwanza mikono uipashe vizuri. Unaipasha na mafuta. Ukishaipasha ndo sasa utaratibu wa kumgusa, kumshika. Maana wengine anaweza akawa na vurugu. Ndio maana tukasema ni professional. Kwa hiyo ambaye anahitaji, umesema hapa mtu anahitaji kumfanyia mpenzi wake massage, si shauri. Unaweza kumfanya mtu akawa kiwete au akawa okay. Kwa hiyo ni bora sana akaenda, kama anahitaji mpenzi wake au anafanya massage, akaenda kupata elimu. Vipo vyuo ambavyo vinafundishwa namna ya kufanyia massage. Au akaja sisi kwetu pia tukamfundisha na akaweza kupata taaluma hii ambayo anaweza akawa anaenda kuitumia kwa mpenzi wake na mambo yakaenda vizuri. Yes. Kwa hiyo changamoto gani ambayo labda hapo kwenye okay, mwingine huyo. Okay. Bwana